kupitia ndoa zetu, na anataka tuwe waaminifu. Na siri za Mungu alitamani wanandoa ndio wazibebe, na hiyo ndio kusudi lake, na akaona ndoa ni kituo cha kwake, kwa anahitaji kuanzia pale. Na tunaona mfano halisi wa taasisi ya kwanza ni ndoa. Pale alipoanza kwa Adamu, alitamani ushirika wake kupitia ndoa. Alitamani kuwasilisha ujumbe wake katika ulimwengu kupitia ndoa zetu. Tuna mambo makubwa ambayo yanasimama katika ndoa. Yako matatu. Mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ambalo tutaunganika hapo kutoka kwenye utangulizi wetu kwamba ni kituo cha Mungu na ndani ya Mungu. Jambo la kwanza kabisa kwa mwanandoa ni ufahamu katika ndoa. Ufahamu wa kuijua ndoa, ufahamu wa kuibeba ndoa, ufahamu wa kutembea katika ndoa, ufahamu wa kujua ndoa ni nini. Lazima kuwe na ufahamu. Na jambo hili hawapewi watoto, wanapewa watu waliokomaa na wanahitaji kujua, wawe na ufahamu katika kuingia katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kanuni za ndoa. Kufuata zile kanuni, maelekezo namna gani wawili wa ndoa wanapaswa kuishi. Na jambo la tatu, utawala wa Mungu katika ndoa. Kwa sababu tunaweza tukawa na ufahamu, tunaweza kukaa katika kanuni, lakini kama Bwana hatatawala katika ndoa zetu, hatuwezi kutembea naye. Ni lazima awe msimamizi bora katika ndoa zetu. Leo tutaangalia sasa ufahamu katika ndoa, na kisha kama tutaweza kufika katika utawala wa Mungu katika ndoa zetu, nitafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tutaangalia ufahamu katika ndoa. Mungu alitamani sana wanandoa kuwa na mwitikio kwake yeye na ushirika. Mwitikio kwake na ushirika, na kuwa na mwonekano wa kipekee wa upendo, utukufu na utakatifu. Alitamani sana kuona mwitikio mkubwa wa wanandoa katika yeye, kwa upendo, katika utukufu wake na katika utakatifu wake. Alitamani kuona huo mwitikio, aitikiwe kile alichokuwa anakusudia, kupata ndoa takatifu, kuona upendo katika ndoa, na kuona utukufu wa Mungu onekane kwa wale wanaosoma ndoa zetu. Sio hivyo tu, wanandoa walipaswa kufanya kwa kumjua Mungu na kumtii Mungu. Walipaswa kumjua Mungu na kumtii Mungu. Huo mwitikio mkubwa sana ambao Mungu alitamani kuona. Watu wamjue Mungu na wamtii Mungu. Na tunapojifunza swala la ndoa, haliendi mbali na sisi kumjua Mungu. Alikusudia nini kwetu? Tunapojifunza swala, tunapodumu katika ndoa, tunahitaji kusogea mbele za Mungu. Sasa tuende moja kwa moja kwenye pointi ya kwanza ya ufahamu katika ndoa. Uelewa katika ndoa, uwezo wa kubeba ndoa, uendeshaji wa ndoa, usimamizi wa ndoa na uongozi katika ndoa. Je, mwanandoa anaweza kuyabeba mambo? Anauelewa? Unajua wakati mwingi tunafurahia sana harusi. Tunafurahia sana harusi. Lakini tukija kuingia katika safari ya ndoa, ndio tunaanza kujua kumbe huyu alikuwa bado hajafika mahali fulani.
Ndio maana kunakuwa na warsha mbalimbali au semina mbalimbali za kuweza kukazia ili mtu afikie pale akae simame mwenyewe. Unakuta ni vitu vingi tofauti. Wakati mwingine anafurahia, ukimuuliza anayetarajia kufunga ndoa kuolewa, anafurahia kupendeza ile siku ya ndoa, anafurahia kuwa na mavazi mazuri, anafurahia kuwa na wasimamizi wazuri, akiambiwa kwenye kikao unaonaje ndoa yako iweje, anaweza kutamka vitu vikubwa vizuri, natamani sare ziwe hivi, gari iwe hivi, hataki gari zile za kawaida, anataka gari zile za new model, anazitaka zile nipande pale nifurahi. Anahesabu siku hiyo ni bora kubwa sana, ni kweli kabisa, na ni siku ambayo haiwezi kujirudia. Lakini kuna safari baada ya siku ya kwanza tu ya ndoa yake, anaanza safari. Na mchungaji unatoa na vyeti kabla watu wajihitimu. Ndoa ni ya pekee sana. Ndoa mnapewa vyeti, alafu unaanza kukatiza. Alafu hitimisho lake sio la graduation ya kushangilia. Hitimisho lake ni ngumu kweli bana. Ngumu sana. Na linatoa machozi. Hiyo ndio hitimisho la ndoa. Na Mungu amefanya tu hivyo. Kwa hiyo katika elimu zote na katika fani zote huwa watu wanasoma, alafu mwisho wa masomo wanapewa vyeti. Lakini ndoa ni kitu cha tofauti sana. Unapewa kwanza cheti, afu unaanza safari njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini usiogope. Sasa kipimo kinakuja hapo, je, tuna uwezo kukabiliana? Kwa sababu hii safari leo tunaweza kupanda, tupande wote, tushike wote, tuende kulia, tuende kushoto, tuende na Bwana, tuongozwe na Bwana, tujue mambo ya Bwana, tumsikilize Bwana, tumtii Bwana, tukiwa katika safari ya ndoa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kuandika kiweza kutoka kwenye uelewa. Mwanamume na mwanamke wameaminiwa na Mungu katika ndoa yao. Wameaminiwa na Mungu. Kuna imani kubwa ambayo Mungu amewekeza sana kwa wanandoa. Mungu amewaamini. Na imani hii tunarudi mpaka kule nyuma. Adamu aliaminiwa na Mungu kusimamia kila kitu katika ulimwengu. Mungu alimkabidhi uumbaji wake wote, akamwambia usimamie, ukatawale ndege wa angani, samaki, vitu vyote vya angani, vya majini, vya kwenye nchi kavu, ukavisimamie, na viumbe vingine vyote ukasimamie. Imani ilikuwa ni kubwa sana kwa Mungu. Na alijitahidi, na hajatokea mtu mwenye uelewa mkubwa sana kama Adamu. Jamaa alikuwa na akili za kutosha, uwezo mkubwa sana. Lakini kwa sababu mambo ya Mungu ni siri kubwa, nini kimetokea hapo baada ya mwendo wao, Mungu anajua. Walipokosea, na Mungu akaona mwanadamu ameenda mbali na mimi, nitamtafuta. Na kumtafuta huko akaja Adamu wa pili, mwanadamu Yesu Kristo, akatuleta tena mbele za Bwana. Sasa imani ile aliyokuwa amemwamini Adamu ndio hiyo hiyo ambayo Mungu ametuamini sisi katika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amewekeza nguvu nyingi kubwa sana kwetu sisi, na anataka kusudi lake litimizwe kwetu sisi. Hashuki yeye kuelekeza, alishashuka na ametoa maelekezo yote kupitia mwana Yesu Kristo. Kwa hiyo natamani kuona ulimwengu unapokwenda uendeshwe katika mfumo ambao Mungu anataka. Na agano jipya ambalo tunalo sisi ni bora sana kuliko agano la kale. Agano la kale lilikuwa ni kama schoolmaster, lilikuwa linatudirect
maana nini kilitokea? Tunarudi nyuma hivi. Wakati wao walikuwa wanaangalia kitu gani kitatokea. Sasa tuko katika agano lililo bora zaidi. Na Mungu amejifunua kupitia mwanae kwa wazi wazi. Zamani tulikuwa tunawakilishwa na watu wachache ili tumwendee Mungu. Na tulikuwa tunawakilishwa na sadaka ili tuweze kufikia Mungu. Lakini kwa siku za leo Mungu anasema wazi wazi na sisi kupitia mwanae Yesu Kristo. Na sio tu anakaa katika nyumba kama jengo hili. Anakaa ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Anakaa kwetu. Kwa sasa anapokaa kwetu, anaangalia watumishi wangu hawa, nitasema nini nao ili waweze kunisikia. Anarudi kwa wale wawili waliounganishwa ili aweze kutimiza neno lake na kusudi lake liweze kutimia. Kwa hiyo sasa mwanamume unaaminiwa na mwanamke unaaminiwa. Na tunarudi kwamba imani hii iliyofikia kwa mwanamume mpaka akaona mke akamwamini na yeye akaona huyu ndiye anayefaa. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Mithali sura ya 31 Biblia inafunua jinsi gani mwanamume amemuona mke wake kuwa ni bora. Anasema mke bora, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha mali yake. Alafu anasema tunaofuata kwa anasema moyo wa mumewe ufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alimwamini mwanamume akamletea mwanamke. Na anajua huyu ndiye atakaye kusaidia wewe katika ndoa yako. Kama tulivyoongea kwa wale waliokuja kwamba na special mwanamke ni special kabisa, ameletwa na Mungu kwa makusudi ya kumsaidia mwanamke. Na kwa ajili yake. Na ametokana na yeye. Na ni kwa kusudi la mwanamume. Na utoshelezi wote, furaha yote ya ulimwengu huu na ndoto zote za mwanaume zinakamilishwa na mwanamke anapofika. Sasa moyo wa mume umwamini mke wake. Lakini pia mwitikio wa mwanamke umwamini mume wake kwamba ninachukuliwa na mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Nachukuliwa na mtu sahihi. Unajua sio ukiangalia kwa wepesi sio rahisi mtu kumefolewa kwenye familia yake alafu anaenda kuingizwa na anadandamana na mtu ambaye hata hamjui. Lakini huo mwitikio uko wa ndani. Mungu anaunganisha. Imani inakuwa kubwa. Huyu atanilinda. Hawezi kunidhuru. Atanitunza. Hata huyu anasema huyu ni mwamini. Atasimamia mali zangu. Atanibebea watoto. Ataenda kuzaa vizuri. Atakuwa ananionyesha. Atanihifadhia vitu vyote. Tutakuwa na maono makubwa. Hao watu wawili wameaminiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunapoanza safari mwanamke anapopata mke wake huwa hawezi kutoa kasoro. Anajua nimepata mtu ambaye hawezi kukosea. Na ukitaka kuwaona watu wanatambiana, kawaone vijana wawili ambao wana wachumba zao, wanatambiana na mfumo. Huyo ni wa kwangu bwana. Wewe unajua kifaa hicho ni chombo hicho. Na ukimwambia tu anakwambia hakuna kasoro. Hawezi kuiona. Esikiwa. Na ukienda kwa msana kwamba wewe chumba changu hicho kama linacho. Yaani wewe ni mdume. Sifa nyingi. Ni kwa sababu ya imani iliyopo kati ya wawili wanapokubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Si ndivyo yalivyo? Ndivyo yalivyo. Sasa imani hii pia inakuja. Tunaona mwitikio wa Rebeka katika ile Mwanzo sura ya 24. Alipotuma Eliazari mtumwa wa Abrahamu kwa mwanae Isaka. Nenda kanichukulie mtoto ukachukue mke mwanangu kule. Akatumwa. Sasa wewe ukachukue mke alafu mwanamke amebaki nyumbani. Na ni safari ndefu. Sasa Eliazari alichofanya nitafanyaje ili nijue kwamba huyu ni hakika kwamba nitachukua mtu sahihi. Ilikuwa ni mtihani mgumu sana. Lakini Eliazari kwa sababu mcha Mungu akasema Mungu naomba ishara zifuatazo zionekane mbele yangu nithibitisha kwamba huyu ni mke wa mtoto wa Farao.
Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichotokea. Akaingia pia kwa familia yake. Kufika pale msichana akakubali, akamwambia mtafanya kitu, lakini una mali pa kulala, twende kwetu. Alipofika hapo akamtambulisha, huyu mtu nimemkuta ametoka safari ya mbali, ana ngamia zake, akaanza pale nikamwambia una mali pa kulala. Akasema sina. Nikamwambia basi twende na nyumbani kwetu. Huyo kijana alikubali, ndio huyo hapo pokea. Na akasema kila kitu nilichokiomba kimekuwa safi. Na huyo akawasilisha mimi wake, huyu ni mgeni wetu. Lakini jamaa kwa sababu alimuomba Mungu akasema nataka niwasilishe kitu ambacho nilijia hapa. Ndio akasema jamani, nimeona mtu na huyu ndio nimetuma nije mchukue. Imani ya wazazi ikaingia tena kwa huyu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwamini. Yaani hata hawakumwona yule bwana, wakamwamini. Na wote ni wafungo. Kwa watu wanamwamini mwanaume ambaye hujamwona. Na wakakubali na akatoa ile mali kwa nayo. Msichana anauliza sema wewe niache ninaondoka. Nipende ruhusa niondoke. Niende kwa bwana wangu. Hiyo ndio tunaona. Lakini amini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naongea kwa habari ya mtu anayeaminika katika ndoa. Naongea kwa habari ya mtu ambaye mmekubaliana, mmeaminiana. Mungu amewaamini. Na sosi kubwa, chanzo kubwa cha kufanya watu wawili Mungu amewaamini kufanya. Lakini sasa unakuta wengine imani inayumba. Akishaingia kwenye ndoa anaanza kuyumba. Anasahau kwamba Mungu alimwamini mpaka amefikia hapa. Mwingine macho yanakuwa nje. Fahamu zinatoka nje. Anasahau ule wajibu uliaminika. Na jamii inayomwangalia ni mwamini. Tulisherehekea harusi kubwa. Tulikaa watu walijitoa. Walifanya na michangizo makubwa. Tukakodisha ukumbi mzuri. Tukaweka na muziki mzuri. Watu wakashona sare tukala na kula chakula na kunywa. Lakini baadaye tunakuta kwa huyu si. Ikwaje? Anasahau kwamba aligeukia kwa Mungu akapata, alafu akapewa. Tunasahau. Sasa ndoa tunahitaji kujua wapi tulipoanzia na wapi tunapokwenda ili tuweze kutembea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa liliamini. Mstari wa 19, mstari wa 14 katika Mithali 19 na Mithali 18 mstari wa 22. Mungu aliamini kabisa unaweza kubeba, unaweza kutunza, unaweza kuongoza, unaweza kufikisha kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuendelee. Jambo la kusema huu ni utumishi mkubwa katika ndoa. Kwa hiyo sio imani tu na kibali. Kibali mbele za Bwana. Na huu ni utumishi mkubwa. Kwa mtu akipata mke au akipata mume anapata kibali mbele za Bwana. Mungu anaruhusu kibali chake kwake. Mungu anahamisha nguvu yake kubwa kwake. Mungu anahamisha kusudi kwake. Kwa sisi watu tuliokoka na ndoa zetu si watu wa kawaida. Tumepokea kutoka kwa Bwana. Tumeaminiwa na Bwana. Na Mungu anaendelea kutuamini siku zote. Na anajua kusudi lake linatimia. Na kama tulivyosoma kwamba ni lazima kuwa na uzalishaji wa kiroho na wa kimwili kupitia sisi. Jambo la tatu. Tutaangalia sasa mwanamume anawajibika kwa yafuatayo. Jambo la kwanza, maisha yote ya ndoa ni wajibu wa mwanamume. Na kazi zote ziko mikononi mwa mwanamume. Yeye ni msemaji kwa niaba ya Mungu. Anafanya kazi kwa niaba ya Mungu. Na ndio maana imani kubwa kwa Mungu imekuwa juu yake. Maisha yote ya ndoa, safari yote ya ndoa, uwajibikaji wote wa ndoa. Jambo la pili, raha na furaha kwa mke wake na watu wa nyumbani kwake ni wajibu wake. Katika Mithali ya sura ya 5 tulisoma jana mstari wa 19, lakini kuna mistari ya mwisho inasema kwa nini kupeleka nguvu yako nyingi kwa wageni? Siku za leo ndoa zinalia. Ndoa zinalia, nguvu zinapelekwa kwa wageni wasiohusika. Na zingine zinachechemea. Unaiona imesimama lakini na mguu mmoja. Nyingine inayumba.
inakosa mwelekeo. Injili ikipigwa sana inakaa sawa, lakini the more tunapoachana na injili ndivyo inaendelea tena kuyumba, inayumba. Zingine zimesimama lakini zinatoa machozi, na zingine zimefunika kabisa, sura hazionekani kwa wazi, ndoa zinalia. Mungu anauliza, imani yako iko wapi? Anauliza, uko wapi? Jukumu langu nililowapa liko wapi? Sura yangu katika ndoa yenu iko wapi? Kunakuwa na maswali kwa wenzetu wa nchi za huku sehemu za Ulaya, kwa Marekani, wameacha kabisa, wanafanya kama wanavyotaka. Tunarudi katika historia, wana wa Israeli waliokusudiwa na Mungu katika kuonesha ibada ya kweli kwa mataifa, walimwacha Mungu, wakamwacha Mungu, bilisema kila mtu alifanya ambacho kinafaa machoni pake, wakaacha kusudia Mungu. Wenzetu wale walikuwa hawana kielelezo, lakini sisi tuna kielelezo. Tunawaangalia wenzetu ambao walikosea, hatupaswi kurudia haya. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu walikuwa na mwendo wakati mwingine kama vile hawaoni, lakini sisi tunaona kwa sababu tayari tuna rekodi, tayari kuna historia, tayari kuna neno, kuna habari. Lakini unakuta ndoa zinalia. Mwingine anakuja ili apewe solution, lakini ana msimamo wa kutaka solution yake yeye binafsi. Sasa wewe unataka ushauri, lakini kumbe una jawabu, na anaweka msimamo. Kuna dada mmoja anakuja kwa msajili ambaye ndio mchungaji. Anakuja kwake, anamwambia nataka nitengane naye, ila sitaki kuachana naye. Biblia aliponiuliza nikamwambia huyo sio wa kuchekea, anatakiwa pewe maandiko na uwe salama, umwache unawe mikono mwenyewe, kwa sababu ameshauriwa haiwezekaniki. Ndio maana wakati mwingine ni bora mtu abaki hata hana hela kabisa, anaweza kukunjika vizuri. Sasa yule ana mshahara wake, anamwambia usinibabaishe, naweza kuishi mwenyewe. Naomba tu tutengane, lakini sihitaji talaka. Akaambiwa difference kati ya kutengana na kutoa talaka ni nini? Unaelewa maana yake? Talaka si karatasi, kaambia yote ni nini? Yaani hapo huko tu wewe unaacha. Biblia inasema najua, haisemi lakini mimi nataka hivyo. Kama hutaki wewe, usinisumbue. Nenda kufanya unachotaka. Kwa hiyo mtu anakuja na msimamo, anataka akubaliwe anapotaka. Hapana, lazima tusimame na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tusimame na nini? Na neno la Mungu. Kwa siku za leo tuna changamoto, ndoa zina changamoto sana. Lakini niwaambie ninyi ambao mko hapo wanandoa, hebu tutulie mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutulie mbele za Bwana. Kuna neno wanasema vumilia. Mimi naomba hiyo neno lisiwepo vumilia. Tutatue tuishi kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumkaribisha vumilia nyumbani kwetu, tutaishi kwa kuvumiliana, alafu tunatendeana mambo magumu. Nani atatufikisha mwisho ili vumilia aondoke? Tunahitaji kumfukuza vumilia, tunahitaji kuona Bwana wa amani anatawala katika ndoa zetu. Haleluya. Ukienda kwa mtu anakuambia wewe ndio ni kuvumiliana. Sawa, lakini ukimruhusu vumilia, utaishi maisha ya kuvumiliana siku zote. Ina maana kuna kuumizana, kulia. Tunahitaji Bwana wa amani atawale katika ndoa zetu. Kama kuna mambo ya kuvumilia, yasiingilie katika ndoa zetu, yawe nje. Kama uchumi tutavumilia, hatuna uchumi lakini tuna amani. Kama pesa hatuna, tutavumilia, lakini si wawili wa ndoa wanapishana na tuishi kwa kukubali kuvumilia. Hatutatoboa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama naeleweka hapa. Amina. Mnanipata vizuri? Tunahitaji Bwana wa amani, Kristo mpatanishi wetu, atawale na akae katikati yetu ili ndoa zetu ziwe imara. Haleluya. Kuna jambo la tatu katika wajibu wa wanaume.
carelessness tena, awe mtoshelevu kuleta mahitaji yote katika ndoa. Na Biblia inatupa mfano mkubwa. Adamu aliambiwa utaleta chakula kwa nguvu zote, wajibu wa mwanamke kulisha. Mimi natokea kwenye jiji ambalo linaonekana kuharibika kweli. Sasa hivi kuongoza mwana kwa nataka mwanamke ambaye ana kazi ili anilishe. Aje kufanya kazi. Na wako serious kabisa, nataka mke ambaye ana mshahara ili nisipate shida. Na ukienda asubuhi sokoni unakuta 90% na kitu ni wanawake wako sokoni. Saa 11 wanabeba mamizigo makubwa. Ukiuliza habari kuna yuko tu amekaa hataki. Na wengine wako kanisani kwao hataki kufanya kazi. Anakamika hataki kufanya kazi, basi shauri zako na watoto wako hataki. Tuna Mungu wa kweli. Wanawake wanalia. Wanaume hataki wajibu wake. Anakwambia mimi sitaki. Kubali. Ukikuta wapo wanaume wachache sana sokoni, labda wale wanapokea mizigo na kuuza. Unawakuta. Lakini wamebaki mizigo, unakuta dada zimejaa wanawake wanasinzia, hajalala. Anawaza akachukua mizigo sokoni. Anaenda anakanga mihogo, wanatengeneza magenge tunaita vile viboksi vidogo vile, anauza nyanya, anauza nini, nazi pale, ndizi na nini, genge. Ndio mama anafanya hivi. Ikifika usiku amechoka, hata wakati mwingine wanasahau, wanaondoka na nguo zile chafu. Anaenda sokoni anabeba mzigo, anakuja anapanga, anauza na hangaika. Wakati mwingine watoto wanamkusanyikia pale, wanahitaji kula, wengine wanarudishwa shule, wajibu umekataliwa. Lakini sio mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mnawajibika. Wanaume semeni amen. Semeni amen. Kama hatuwajibiki, kuna fimbo ya Bwana, tuwajibike. Tusaidiane basi. Kwa dhana ya sasa hivi tusaidiane, siache wajibu wako. Mungu anatuamini sana kwamba unaweza kulea familia mpaka yeye atakaporudi. Kulea watoto katika usafi na afya ni jukumu la baba. Mama analea kwa niaba, tulisema mama analea kwa niaba. Sababu yeye anapewa na baba ili kusaidia watoto. Lea watoto katika usafi na afya. Lazima watoto watunzwe. Watoto wasomeshwe. Mchungaji amesema tumetoka kule shule ya wasichana. Niliwaona hapo machozi yakatoka. Kwa kweli nimejisikia nikasema Bwana Yesu, hawa watoto wote hawa wanahitaji wakae wakue, alafu tuwe na kanisa zuri, niwe na wanawake bora kupitia wasichana. Machozi yangu yalitiririka. Nikasema Bwana Yesu wasaidie. Haleluya. Wasaidie, waepushe na uharibifu ambao uko unaendelea katika ulimwengu. Bwana watunze hao watoto. Kwa hiyo ni wajibu sana wa kusimamia watoto watunzwe. Na kwa ridhaa ya mama una wajibu wa kutunza watoto. Tutaangalia kielezo chetu. Siogope kinaandikwa kwa lugha ya kigeni, lakini kuna mahali tunaandika pia kwa Kiswahili. Matunzo ya mama. Mama alipoletwa ndani, baba alikuwa anajua anaweza kila kitu. Na ndivyo ilivyo. Na Bwana anatuwezesha. Watoto watunzwe wakae katika afya nzuri. Unajua mimi sipendi au sipendelei kuona mama anatoa godoro nje analianika. Huo si usafi. Zuia kwanza ule mkojo ambao watoto wanakojoa kuliko kusema ngoja nianike godoro. Sio usafi. Kwenye kitchen party haturuhusu jambo hilo. Ni lazima mama atafute mbinu yoyote ile ya kuzuia watoto wasichafue godoro, ili walale katika usafi. Na uchunguze chumba cha watoto kila siku na kukifagia. Na ndicho ambacho mume aliamini kwamba atakapoingia ndani katika nyumba yake, nikimleta malkia wangu, hata watoto wangu wanakuwa salama. Hello. Watoto wamekaa wasafi, wameoga, wamefuliwa, wanakaa nyumba iliyo safi, vyombo vyao ni safi, wanakula chakula safi na maji safi. Haya ni mategemeo na imani kubwa ya mwanamume katika kumleta mwanamke. Kwa hiyo katika malezi haya usafi, baba analeta kweli, lakini mama anasimamia jambo hilo. Kwa sababu yeye ndiye anadumu na watoto nyumbani. Ila lazima kuwe na maswali pia. Watoto hawajambo, watoto wamekula, huyu ana afya gani? Haya
Ukitaka maisha bora, lazima utafute ubora, uzuri. Ukitaka kuishi vizuri, ishi maisha mazuri, tafuta uzuri. Na siku zote sisi tumeokoka, tunaishi vizuri, lazima tuwe na maisha mazuri pia kiroho. Mazuri ya kimwili. Yapendeze. Uzuri sio utajiri. Uzuri unabaki ni uzuri. Hata kama tuko katika low level ile, bado uzuri unaweza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Uzuri ni uzuri tu. Tunahitaji kufanya mazuri. Tunahitaji kula chakula kizuri. Hata kama ni dagaa iwe nzuri, imepikwa vizuri. Tuwe na lugha nzuri. Tuwe na majibu mazuri katika ndoa zetu. Tuwe na mipango mizuri. Muonekano mzuri. Tuwe na kielelezo kizuri katika jamii. Kila kitu kizuri kwa sababu Mungu wetu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukitaka kuona kuna ubaya, tunauachia wenyewe. Na kwa sababu Mungu wetu ni mzuri, lazima atufuke katika uzuri wote. Na tunarudi katika mwitikio wa Mungu alitamani kuwa na ndoa nzuri na zenye utakatifu na ushindi, na mwitikio na utii katika kumsikiliza yeye. Hapo ndipo uzuri wetu unaweza kudumu. Tunaweza kudumisha uzuri wetu wa kimungu kutokana na mwitikio wa kimungu wa uzuri wake, na yeye akae katikati yetu, ndio tutapata matokeo mazuri ya kila kitu kizuri. Haya. Tuliishia kwenye uzuri na ubaya namba 4 au namba ilikuwa hivi. Weka hii ili tuweze kumaliza. Uunganishaji wa familia mbili unawapasa wanandoa wawili. Uunganishaji wa familia mbili unawapasa wanandoa wawili. Unajua tumepata pia kesi nyingi. Mtu anaingia kwenye ndoa, tunaunganisha ukoo A na ukoo B, wanandoa tunasimama katikati. Unakuta huyu aliyekuja au aliyechukua anaweza kuvuruga amani ya watu hapa katikati. Vuruga amani. Yaani dada anaingia kwenye ndoa, anakuwa mbabe. Hawezi kumheshimu mama mkwe. Hawezi kuheshimu wale aliowakuta. Hivi vitu viko vinasumbua sana katika jamii. Na wengine wamepata mpaka laana za wazazi. Kwa sababu akienda pale anampeza mama mkwe. Kama si mama mkwe, Mungu ungempata wapi? Anakutana na shemeji zake, anawafanya si kitu. Anakutana na wake zake, anawafanya si kitu. Kwa hiyo yeye anaweka viwiko hivi. Anaambia mjui nini? Wabao wanapiga hivi. Akijika kama mimi ndio nimekuja sasa. Hata kama kuna mtu wa kumwona ndio nimekuja sasa. Unafanya ukoo unalia. Unalia. Unataabika. Unasononeka. Rebeka aliambiwa ukawe mama wa nini? Mama wa heri. Wewe ni mama wa baraka, unganisha ukoo. Ongea na watu vizuri, heshimu na watu vizuri. Na wengine upande wa kiumeni anakwenda kuchukua huko na hatari. Anachonganisha huko na vuruga. Tuwe mawakili wazuri katika koo zetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa si msingi sana
Haleluya. Andika haya maandiko alafu simame tumuombe Mungu. Tito sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Tutasoma kwa wakati wako. Naomba nihitimishe kwa kusema hivi. Kila mwanandoa ana sehemu yake na ujazo wake katika ndoa yake. Wajibu wa mwanaume ajaa katika familia yake. Jaa katika nyumba yako. Uwe mtoshelevu wa kila nafasi. Ile hali yako ya kidume ijae kwenye nyumba yako. Mwanamke naye hali yake ya kike kuliaga na ulipata ruhusa na kibali jaa nyumbani kwako. Tukija nyumbani kwako tunakuta ujazo wa wanandoa, kila mtu na zamu yake, ile nyumba itakuwa yetu wingi. Kwa maana hiyo hatupasi kuwa wazembe. Hatupasi kuwa wazembe. Hatupasi kuwa wachafu katika ndoa yetu. Hatupasi kusemewa vibaya. Tunapaswa kunenewa vizuri. Biblia inasema wale wasioamini wavutwe kwa mwenendo wetu. Sisi ni watu wasio wa kawaida mbele za Bwana. Mungu ametuamini kwa kiwango kikubwa sana. Anatarajia ndoa zetu ziwe nuru katikati ya jamii. Anatarajia, yeye anasema atakapokuja ndiye atakuta imani katika maisha yetu. Wajibu wetu, je, unavutia watu wengine kuwaelekeza wake kwa Yesu? Nakuta wengine mtu mtaani hata jina ukilitaja wanakwambia huyo naye. Hapana, rekebisha njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio mgomvi katikati ya jamii. Usigombane na majirani. Jisikize mwenyewe, tunza utakatifu wako. Unajua Biblia inasema mke ni taji kwa nani? Kwa mume wake. Kwa mwanaume anapotembea huwa anambeba mke wake hapa anaonekana. Sasa unaweza ukashangaa baba anapita sema huyo ndio mume wake, ni mwanamke mkorofi. Au anapita baba anasema mwanamke leo ndio mume wake mkorofi. Wanaonyesha vidole. Sisi tuliokoka tukusubirishia vidole. Yesu Kristo anatusema. Naomba tusimame. Yesu